Mada nyeti. Pata fursa ya kuchangia mada kadiri ulivyoelewa kwa kupiga simu ama kutuma ujumbe mfupi wa maneno yani SMS au kuchangia mada kwa njia ya mtandao. Karibu sana. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana katika kipengele cha mada nyeti. Naamini umealikwa na mimi nasisitiza tena kukualika ukiwa nami Muhammad Iyombe. Leo ni siku nzuri sana ya Jumanne. Na leo tunazungumzia usalama wa mitandao au tunasema uhalifu wa mitandao. Mara nyingi tumekuwa tukizungumzia uhalifu ambao umekuwa ukijitokeza katika maeneo mbalimbali na kuleta athari. Na mara nyingi unapotokea uhalifu, athari inayopatikana ni ya mali ya raia ama yeye mwenyewe maisha yake yanakuwa yako mashakani. Lakini sasa tuzungumzie kwenye uhalifu wa kimitandao. Ni namna gani unakuwepo uhalifu na ni uhalifu wa aina gani ambao umekuwa ukisikia mara kwa mara ukizungumzwa kwamba kuna uhalifu wa mitandao, kuna uhalifu wa mitandao. Na wakati mwingine kuna uzushi hujitokeza zaidi katika hizo dhana za uhalifu na hatimaye watu wanatishana, jamani, ukipokea simu hiyo, ukipiga simu namba hiyo unageuka panya. Sijui mara watu wanatishana, ishatokea kuna watu wamepoteza maisha, sijui kuna msichana alitumia mtandao vibaya akapoteza maisha. Ni maneno ambayo yanazuka zaidi kwa kutofahamu nini maana ya uhalifu wa kimitandao. Leo hii tumekuleteni mtaalamu wa mambo ya usalama wa kimitandao pamoja na makosa ya kidijiti ama makosa ya kidijitali, Yusuf Kileo. Nilikuwa namtafuta muda mrefu sana, lakini kutokana na safari za kwenda nje kwa ajili ya mikutano ya kujadili usalama wa mitandao, kwa kweli ilikuwa ni vigumu tangia Oktoba, yani tangu Oktoba tulikuwa naendelea kumtafuta kwa sababu kutokana na mahitaji na umuhimu wake. Nimejitahidi sana, lakini palipo majaliwa hakuna kitu ambacho kinaweza kushindikana. Tumeweza kumpata Yusuf Kileo ambaye ni mtaalamu wa usalama wa mitandao pamoja na makosa ya kidijiti. Yusufu, karibu sana. Karibu sana TV Iman. Asante sana. Hitajio letu kwako ni kubwa sana kuhusiana na ufahamu zaidi. Kwa sababu sasa hivi watu wamekuwa kizua mengi sana kuhusiana na usalama wa mitandao. Kwanza tuzungumzie uhalifu wa mitandao unakuwaje? Ni namna gani ili anayetusikiliza, anayetutazama pia aweze kufahamu? Kuna kitu ambacho huwa mara nyingi nazungumza, nasema kwamba watu wanakuwa wanashindwa kutafsiri vizuri hili swala. Wanahisi unapozungumzia uhalifu mtandao basi unazungumzia tu watu wamedukua akaunti ama labda kuna matatizo ya pesa, mtu ameiba kwenye mabenki. Lakini uhalifu mtandao kama uhalifu mtandao ni dhana ndefu, ni kitu kikubwa ambacho sasa hivi tumesogea mpaka kwenye mauaji kupitia mitandao. Tumesogea mpaka kwenye mifumo ya magari, sasa hivi imetengenezwa kidigitali, kwa hiyo wahalifu wanaweza kuingilia ile mifumo na kufanya uharibifu mkubwa. Alafu vile vile kuna nyanja mbalimbali tu. Kuna hili la karibuni ambalo na Tanzania limeshaingia kwamba watu wanafanya kitu kimoja kinaitwa swapping, kwamba mtu anatumia simu yako kama wewe unavyotumia, kwamba mtu ni mhalifu amekutoa wewe kwenye matumizi ya simu yako, anatumia yeye. Na nimepata malalamiko kadhaa, watu wamekuwa wakiniambia, wanasema kwamba mtu mhusika ananiambia yeye ni Freemason, ameshatoa pesa zangu, amepigia watu kupitia namba zangu na vitu kama vile. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa. Uhalifu mtandao unakwenda kwenye masuala ya kivita. Tumeangalia nchi hii ya Israeli imekuwa victim mkubwa. Nchi nyingine kama China imekuwa ikijaribu kuangalia mitambo yao ya kivita na kufanya kazi. Vile vile tumekuja mpaka kwenye masuala ya kuzima mifumo ya umeme. Yani umeme unazimwa. Watu wanazima kwa sababu mifumo ya umeme inaongozwa kimtandao. Kwa hiyo sasa wahalifu wanaingilia ile mifumo, wanazima umeme katika mataifa. Ilitokea Uingereza hiyo, na wakasema kwamba organized crime sasa hivi watoto wako nafungwa maisha kwa sababu walileta riski kubwa. Vile vile imekuja mpaka kwenye masuala ya nyumba. Watu wanaweza wakiwa mbali wanaweza kufungua milango ya nyumba yako, madirisha yako,
kwa sababu nyumba kwa njia ya mtandao, kwa njia ya mtandao, kwa sababu siku hizi kuna vitu vinaitwa smart houses ambazo zimeunganishwa kwenye mfumo wa kidigitali huu wa kitehama, ambao unasababisha mtu yule akiweza kuingilia ile mfumo anafanya anachotaka kwenye nyumba yako. Kuna mpaka magari sasa hivi, wizi wa magari umeingia kwenye uhalifu mtandao. Sasa tukiangalia trend nzima hii, nilizungumza nikasema kwamba miaka 5 ya baadaye uhalifu ambao sasa hivi unafanyika katika kutumia nguvu utahamia kwenye mtandao. Turudi sasa, ulipokuwa umezungumzia namna ambavyo unaweza kuhatarisha huo uhalifu maisha ya mtu, ni kwa namna gani unaweza kumwathiri ama kuweza kuhatarisha maisha yake na wakati mwingine kugharimu maisha yake? Hili kuna swala moja, kuna kitu kinaitwa human malware. Kama ilivyo kwenye computer malware. Na kwenye computer malware nafikiri unajua zile viruses zinaingia kwenye computer zinafanya mara computer yako inakuwa inashindwa kufanya kazi vizuri na vitu kama vile. Sasa kuna ingine ambacho kiligundulika, watu wa Liverpool University waliweza kuja na uchunguzi wao. Wanasema kwamba human malware kinachofanyika hapa sasa ni kwamba mtu anaweza kutumia teknolojia ya Wi-Fi technology. Ni kwamba unajua kuna njia mbili za kuingia kwenye mtandao. Unaweza kwa Tanzania au kote pia kama tuseme 3. Kwamba unaweza kutumia modem yako ukachomeka kwenye laptop au kompyuta yako ukapata mtandao, ama ukatumia njia ya waya kabisa ule ukachomeka kwenye mtandao. Lakini kuna njia nyingine ya Wi-Fi, kwamba kuna kidude kinawekwa pale ambacho kinaweza kupeleka taarifa za kimtandao ukaweza kupata mtandao. Sasa ile teknolojia Wi-Fi ile wahalifu wanaitumia ile sasa kutupia watu kitu kinachoitwa human malware, ambacho kile kitu kinaanza wanaweza kukicontrol sasa remotely akiwa mbali. Anaweza akawa yuko Marekani amekutupia ukiwa hapa, let's say. Sasa yule aliyeko Marekani kule ana control kile kitu, kina haribu mifumo ya pressure na kadhalika, unakuta umekufa. Yaani mfumo wa mwili wako unavurugwa na mtu ambaye yuko Marekani kwa njia ya mtandao. Na hilo lishawahi kutokea? Uchunguzi umeshatokea na watu wameanza kuonekana, na sasa hivi juzi hapa tumelizungumza, tumelijadili kwa kina kwa Johannesburg. Tumeliangalia kwa karibu, tukaangalia kwamba sasa hii itapokuwa inazidi kukua, kwamba watu hao ni jinsi gani wataweza kukamatika. Ni jinsi gani wataweza kuingizwa kwenye vyombo vya sheria. Na jinsi gani tutaweza kumgundua nani kafanya nini. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa na ni kitu ambacho sasa hivi kinaanza kukua. Na hebu tuzungumzie sasa nchi ambazo zimeathirika, manake umeshaanza kunitisha kama watu wataamua kufanya ugaidi wa njia hiyo, manake unaweza kupoteza maisha ya watu wengi sana ambao wanatumia mitandao. Sasa ni nchi ngapi ambazo zimeathirika zaidi, ambazo zimeathiriwa zaidi na tatizo la uhalifu wa kimitandao? Kwa sasa nchi ambayo inaongoza zaidi ni Marekani. Marekani imekuwa ikipigwa sana na watu wengi wanasema kutokana labda na maadui kwa wengi. Kwa sababu unakuta China, Urusi na nchi nyingine tofauti zimekuwa Iran na kadhalika, wamekuwa kipiga sana Marekani. Kwa hiyo unakuta kuna mabenki yao, kuna makampuni yao makubwa, kuna juzi hapa walizima mifumo yao ya mawasiliano yao ya siri kwa sababu walisikia kwamba imeshaingiliwa. Kwa hiyo Marekani imekuwa wakiongoza kupigwa. Na hiyo inahusiana na malalamiko fulani ya Pentagon, walitoa kama kurasa 100 wakilalamikia ile cyber attack, hiyo kuingilia usalama wao wa kijeshi. Hilo ni sahihi ama ilikuwa ni propaganda tu ya Marekani? Walikamatwa watu 5 kutoka Uchina, na swala lile likawa limeendeshwa katika hali ambayo baadaye ilikuja wakaamua kufanya taratibu na tulipata maelezo kwamba Obama alifanya mazungumzo na rais wa Uchina kuangalia namna gani wanaweza wakasizi hii vita inayoendelea. Hii vita inaitwa cyber war ama warfare. Kwamba kinachotokea ni vita vya kimtandao. Kama unakuta nchi na nchi wanapigana majeshi, kwa sababu Marekani sasa hivi wana majeshi ya kimtandao ambayo yanashughulika, kazi yao ni kuzuia au kupambana na nchi ambazo zinaleta athari. Na hali ni mbaya sana kwa nchi ya Marekani, na sasa hivi wameanza kujipanga. Na ndio nilikuwa najibu swali moja juzi nikiwa Johannesburg, nikaeleza kwamba tulikuwa na watu wa US Secret Service ambao tuko wote kwenye panel tunajadili masuala haya. Tuliwabana kwanza, tukaambia kwamba inakuwaje wao ni taifa kubwa na limejipanga sana lakini bado wanaathirika zaidi.
walieleza mambo mengi, lakini mimi kitu kimoja nikaeleza watu kwenye mkutano, nikamwambia kwamba hii ndio sababu kubwa nchi ya Marekani, Uingereza na nyingine zilizoendelea zinawekeza kwenye masuala haya katika nchi ambazo za Afrika na kadhalika, kwa sababu wanajua kwamba wamegundua kwamba uhalifu unaweza ukawa hufanyiki moja kwa moja kutoka sehemu nyingine kwenda kwao, lakini unapitia kuna kitu tunaita backdoors. Nchi mfano Tanzania inaweza kutumika kama backdoors kufanya uhalifu Marekani, wa China wanaotumia Tanzania kama ndio njia tu ya kupitia. Wanatengeneza. Kwa hiyo athari kubwa ya hili kwanza tunaweza kuzungumza hapa ni kwamba hata diplomatic, kwa sababu katika uchunguzi inaonekana Tanzania ndio imeshiriki ubalozi kwamba Tanzania imeshiriki kufanya tatizo hili, lakini kumbe mhalifu alitokea China au mhalifu alitokea Urusi na kadhalika. Kwa hiyo wale wakaona kwamba tuanze kuwajengea uwezo hawa, tutengeneze vitu, tuweke vizuri katika nchi za Afrika ili hata zile backdoors iwe vigumu kuweza kufanyika, kwa sababu yani wasifanye ndio sehemu ya kupitia kufanya uhalifu wao, kuweza kufanya uhalifu, alafu wanaonekana ni wao wamehusika. Ndio. Lakini sasa hebu tuangalie sasa katika kukabiliana, ama wakati athari hii inaonekana ni kubwa na ni hatari sana, labda hebu kwa nyinyi, kwa sababu nyinyi mmekuwa mkijadili, nilikuwa napitia kwenye mitandao na wewe mlikuwa Cairo hivi karibuni, mlikuwa mkijadili kuhusiana na usalama wa mitandao pamoja na uhalifu ulivyokithiri kwa hivi sasa. Hebu uwekezaji, tuseme fedha kwa ajili ya kupambana na tatizo hili ukoje? Kwa nchi zilizoendelea hakika nchi ambayo wamekuwa wakidhamini vitu vingi sana. Nchi ya Uingereza wamekuwa wakiwekeza kwenye maeneo mengi sana, lakini kwa upande wa nchi za Afrika uwekezaji kwenye upande wa masuala haya ya usalama mitandao umekuwa ukisuasua sana. Na ni swala ambalo tumekuwa tukilipigia kelele kwamba inakuwaje watu wanawekeza zaidi kwenye mambo mengi lakini wanasahau eneo muhimu ambalo baadaye lina athari kubwa sana katika taifa lolote lile duniani katika upande huu wa mitandao. Na hata Tanzania tunawekeza kidogo sana kwenye masuala ya mtandao. Kumekuwa na sio tu kuwekeza, vile vile kuna mwamko mdogo sana. Watu wanakuwa hawajitokezi sana panapotokea masuala haya ya kimtandao. Labda sasa tugusie, tuangalie sasa. Sisi labda hatuwekezi ni kutokana labda hatari hatuioni kuja kwetu Afrika, labda kwa sababu nyinyi mnafanya sana mikutano ya kimataifa na mnakutana na wataalamu wenzenu mbalimbali duniani. Tishio likoje? Sisemi utabiri kama vile mganga wa kienyeji, lakini kwa Afrika tishio hili likoje la usalama au uhalifu wa kimitandao? Nimelizungumza hili vizuri sana, nikasema kwamba tusipokuwa makini na tusipojipanga mapema, hatari ya kesho ni mbaya sana. Tanzania kesho ni mbaya sana, na sababu kubwa za msingi ni kwamba sasa hivi Tanzania tumeshahamia kwenye digitali. Matangazo yote haya yanarushwa kidigitali. Na nitakupa mfano kwenye swala hili kwanza, kwamba kulikuwa kuna issue ya Philip, hizi television za Philip. Ndio. Wahalifu waliweza kuzingilia zilikuwa zina mapungufu fulani, wakaweza kuzingilia. Na kitu ambacho walikuwa wanaweza kufanya kwenye zile television ni kwamba mtu ambaye anatazama TV, sasa hivi unaangalia TV, let's say unaangalia kipindi kama hiki, yule mhalifu anakuingizia yeye kitu anachotaka wewe utazame akiwa mbali kabisa. Kwa hiyo ilikuwa ni athari, na sisi tumeingia kwenye digitali na maana yake hiyo ni smart TV zinaweza kufanya, zinaweza zikaathirika katika style hiyo. Lakini vile vile Tanzania tumekuja kwenye masuala ya ugunduzi wa gesi, tunaelekea kwenye uchumi wa kati, na tunakuwa. Kwa hiyo na tumeingia sasa hivi kwenye mifumo serikali mtandao, e-government, ambapo mifumo mingi ya serikali sasa hivi inakuwa centralized, inakuwa pamoja kupitia, inaunganishwa kupitia mitandao. Kwa mikutano yao wanamaliza tu kupitia mitandao, kuna mkongo wa taifa na kadhalika. Tumewekeza kwenye ICT. Lakini sasa hii inaonyesha kwamba tunakuwa na bahati mbaya sana ni kwamba kama hatutaweza kujipanga kwenye swala hili la usalama, kesho yetu ni mbaya sana. Wakati ambapo nilikuwa nasikia juzi hata waziri wa mawasiliano alikuwa akizungumzia kwamba tutakwenda hata mpaka kwenye radio kidogo, japo kwenye TV tumekwenda kidijiti haraka, lakini kwenye radio tutakwenda kidogo na hatimaye tutaingia huko. Tunaingia zaidi kwenye mitandao, kuwekeza zaidi kidijiti, lakini usalama, uwekezaji umekuwa ni mdogo. Tuje tuzungumzie rasilimali watu, yani nyinyi wataalamu wa mambo ya usalama wa kimitandao. Ukiangalia kiwango chenu
kinakidhi na kasi ya uhalifu wa kimitandao? Hapana. Ili lilitokea tulipokuwa kwenye mkutano wa Cyprus tarehe March. Tulizungumza na tulipaza sauti tukasema kwamba kuna kila haja ya watu sasa hivi kujua kwamba hii fani ya masuala ya usalama mitandao inahitaji sana watu. Watu wengi sana wanahitajika huku kwa sababu kuna demand ni kubwa, yani mahitaji ni makubwa sana, lakini watu ni wachache sana. Na hii si tu kwa nchi za Afrika labda au Tanzania, hili ni tatizo la kidunia. Wenzetu wameshaanza kulifanyia kazi. Marekani wao wana kozi za miaka 2, wanafundisha wanajeshi wao na vitu kama hivyo katika masuala ya mitandao. Uingereza wana kozi ya miaka 3 ambayo mimi ndo nimepitia hiyo format. Tumekuja South Africa hapa wana crash program ya miezi 4. Umesoma kozi yoyote ile ya muda mfupi ile inaitwa miezi 4 crash program, ambapo umesoma kozi yoyote kama ni business ni kitu gani, lakini unakuja unaingizwa kwenye hiyo kozi kufundishwa masuala ya usalama mtandao ili uweze kuwa na uwezo vile vile wa kushughulika masuala haya. Lakini vile vile hapa Tanzania hili nimeshalileta, nimelijadili, tumelizungumza kwa kirefu, nimelileta hapa kwamba tujitahidi sasa na sisi wa Tanzania tuweze kupata hiyo. Chuo cha DIT wanaanza kujipanga, na Mungu akipenda mwezi huu kuelekea mwishoni wanaweza ka launch ile kwamba tutaanza kufanya mafunzo haya kwa nchi ya Tanzania. Kwa namna walivyojipanga au plan yao ni kwamba wanataka waanze na short courses, lakini baadaye wanataka waingize hii mitaala kwenye masomo ya ngazi ya degree pamoja na kadhalika. Kwa hiyo ni tunakuja na Tanzania pia naona tumekubalika. Nilikuwa naangalia wewe ulikuwa mwenyekiti kule Cyprus, manake na nchi mbalimbali za Ulaya. Ni mambo gani ambayo mliweza kujadili? Na kwa sababu mwenyekiti wewe ulikuwa ni mwenyekiti kwa nchi zile, kwa wataalamu wa mitandao kule kule Cyprus. Sasa mlituzungumziaje, kama kwa sababu wewe mwenyekiti ulikuwa unatoka Afrika na hususan Tanzania, mliweza kuizungumziaje kuzizungumzia nchi za Afrika pamoja ikiwemo Tanzania katika kuweza kuwasaidia katika hili? Bwana mmoja alikuwa anaitwa Gregory Zewarne, aliwasilisha mada moja. Yeye ni mwenyekiti, ndio mmiliki wa Wolfpack, Wolfpack Risk. Yeye aliwasilisha mada moja ambayo alizungumzia zaidi Afrika. Kwanza alianza dunia kuangalia hali ilivyo sasa hivi, teknolojia inavyokuwa. Kuna kitu alitoa na swala la glasses, kwamba sasa hivi mtu amevaa glass miwani, lakini ile miwani inafanya kazi kubwa sana. Ile miwani ina rekodi, inapeleka taarifa mbali sana, watu wanafuatilia tukio. Mtu amevaa miwani yuko anatembea, lakini kila kitu ambacho yule mtu anapopita watu kule wanafuatilia, si tu picha bali na sauti. Tukazungumzia hilo, ni changamoto kubwa inakuja. Alizungumzia hilo, alizungumzia masuala mengi sana. Alafu akarudi kwenye Afrika, akaeleza jinsi tunavyopata athari na jinsi wataalamu walivyokuwa wachache na namna gani tuweze akaeleza na mpango wa South Africa, waliufafanua kwa karibu jinsi wanavyojipanga kule. Alikuja akaelezea masuala vile vile kuna watu wa ITU, ITU Umoja wa Mataifa. Bwana mmoja alikuwa anaitwa Martin. Yeye alizungumzia ITU wanafanya nini. Akaeleza mpango wa COP, Child Online Protection, masuala ya kuwalinda watoto katika mitandao. Alizungumza vitu vingi. Kwa hiyo ule mkutano ulikuwa umebeba vitu vingi sana. Ulizungumzia masuala mengi, lakini kubwa cha msingi ilikuwa wote kwa pamoja tulipiga kelele kwamba kuna kila sababu kwamba tuongeze wataalamu, kuna kila sababu ya kuongeza ushirikiano, tushirikiane. Ndio. Tulizungumza kwa pamoja kwamba kuna kila sababu kwamba papatikane sheria ambazo zinaweza kusaidia. Ili tulizungumza kwamba kuna kila sababu papatikane watu wapate uelewa wa mambo yanavyokwenda. Tunaita awareness programs. Mambo yanavyokwenda, hali ikoje. Mkutano ulikuwa katika saa hiyo. Hebu tugusie, kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kujua kwamba matumizi ya mitandao ama hizo athari za uhalifu wa kimitandao unaweza kuwapata tu watu wanaotumia labda internet ama watu wanaotumia zaidi kompyuta na nini. Labda huu una mahusiano gani pia, ama una athari gani hata watumizi wa simu, matumizi ya simu, kwa sababu nao ni mtandao ule. Athari yake nao ikoje? Anaweza hata wakatumia muhalifu akaweza kumwathiri hata mtumia simu? Ndio.
na hata Tanzania, kwa sababu Tanzania masuala tunasema transaction, miamala ya biashara inafanywa kwa simu. Tigo Pesa, M-Pesa, hizo zote zinafanywa kwa simu. Ndio. Na yule mhalifu anapoweza kupata zile maneno yako ya siri na kadhalika, uhalifu wa mtandao. Ndio. Kwa sababu ndio maana tunasema kwamba uhalifu mtandao sio tu kwenye kompyuta. Uhalifu mtandao ni unabeba simu, unabeba kompyuta, unabeba vitu tofauti tofauti. Na watu wa simu pia wana athari kubwa sana hata Tanzania. Kumbe ni sahihi, kwa sababu nilishawahi kuona kwenye mitandao nikajua ni uvumi, kwa sababu kwa kutofahamu hii elimu ambayo unaitoa, huwa inatokea bwana, angalia picha ya mtu alikuwa alivyoungua na simu. Itumika uhalifu kwenye, ni kweli inatumika hivyo mpaka mtu anaweza kaungua na ile simu akapoteza maisha. Kuna mambo kadhaa hapa anaweza kaweza kuwepo. Simu kama simu zina mionzi katika mfumo wake unaotengenezwa huu, zinaweza pale, kuna namna ambazo usipotumia vizuri zinaweza zikakuletea athari. Hilo ni swala moja. Ndio. Lakini vile vile kimtandao sana kwenye upande wa simu ni hasa hizi smartphone. Zinaweza zinaweza mhalifu akaweza sasa hivi kupitia hii simu yako, mhalifu anaweza sasa hivi anafuatilia mazungumzo yetu popote pale alipo. Anaigeuza hii simu yako inakuwa mic, kwamba yeye anaanza kusikiliza sasa tunachozungumza. Sasa hivi tunazungumza vitu vya kawaida ambavyo TV wanatazama. Imagine kwamba labda rais ana kikao chake cha siri na mawaziri. Ameenda na simu yake kwenye kikao. Mhalifu amechukua amefanya ile simu ya rais kuwa mic. Anafuatilia mkutano mzima akiwa mbali. Kwa hiyo simu pia zinaleta shida sana. Kwa hiyo kuna uwezekano basi hata hizi kauli kwamba kuna namba za simu, niliona kwenye grupu moja hivi kwamba ikatolewa, dada moja anatoa tahadhari kwamba jamani, namba hizi usipige hata kidogo, ukipiga namba hizi moja kwa moja unaweza ukaungua au ukapoteza maisha kabisa. Sasa kuna vitu vingine kwamba kuna vitu hivi watu wanazungumza pia labda vinakuwa na si sahihi sana. Lakini vile vile kuna kitu ambacho ndio hichi nilichokueleza mwanzo. Kuna mtu alilalamika, alinipigia simu akanambia kuna mtu amenipigia kwa namba yangu ya simu, anampigia mtu alafu amefanya ameshahamisha pesa zangu zote, kashafanya vitu vingi, lakini pia anamwambia kwamba endapo utajaribu kusema mimi bwana ni Freemason, utapoteza maisha na vitu kama vile. Yule mtu alikuwa anaeleza hivyo akiwa anauoga sana. Nikamwambia hapana, huyo sio Freemason wala sio kitu chochote. Uhalifu huu sasa hivi umekuja mpaka Tanzania, kitu ambacho kinaitwa swapping. Tunachokeleza mwanzo. Kwa hiyo inaonekana namba ya Iyombe ama Kileo, na Kileo mwenyewe kumbe sio yeye. Na mtu anapiga, anaeleza, anafanya mambo tofauti. Kwa hiyo hili swala nilifafanua pia kwamba watu mambo haya yapo, lakini huu uhalifu mtandao, kuna kitu kinaitwa swapping. Mtu anaweza kufanya hivyo bila kuwa ni mtu labda Freemason au whatever, lakini anaweza ni mhalifu tu wa kawaida ambao vile vile anaweza kuwa na kiwango kidogo tu cha uelewa. Na mambo haya sasa hivi program hiyo inauzwa pesa ndogo sana, ambao watu wakinunua hizo wanafanya mambo haya. Sasa hivi unazidi kunitia uoga, naamini hata anayetusikiliza anakuwa muoga sana kuongezeka kwa teknolojia. Kuna furahisha, lakini wakati mwingine kunatisha kutokana na hali ambayo tulionayo kwa sisi na uwezo wa kiteknolojia, rasilimali watu kama mlivyosema nyinyi ni wachache sana. Hebu tuzungumzie kuhusiana na huu unaotokea katika mabenki, uhalifu. Kabla sijaelekea huko, kuna msemo mmoja maarufu sana. Ndio. Tunasema kwamba ukuaji wa teknolojia unakwenda sambamba kabisa na uhalifu wa kimtandao au uhalifu katika teknolojia. Hilo ni swala ambalo liko ni maarufu, tunazungumza, ni msemo ambao sasa hivi umeshakuwa kama msemo wa kimtandao. Ukiongelea masuala haya, huo msemo unaweza kuutumia. Ndio. Lakini vile vile kwenye masuala ya kibenki, sasa hivi benki nyingi zimekuwa zikipigwa au zikiibiwa kwa kasi sana. Si tu barani Afrika, lakini katika nchi mbalimbali. Na nitakupa taarifa ambayo sijawahi kuizungumza popote. Ndio. Ni mpya kabisa. Uchunguzi umefanyika, na juzi vile vile tulikuwa tunazungumza na watu hawa wa US Secret Service. Nikazungumza na watu hawa wa Nigeria, anayeshughulika mkuu wa masuala ya usalama wa mitandao. Tulizungumza, nikawaeleza kwamba katika pitapita, sitataja eneo husika, katika pitapita kuna sehemu moja ipo huku duniani ambayo wahalifu wametengeneza base kule wa kimtandao. Hiyo sehemu mhalifu hawezi kujulikana yuko sehemu hiyo.
Yani ukimwangalia wana kambi yao wamejenga kambi na tumeshagundua, na tunafikiria labda nimeshafikisha kwenye mikono, nafikiri wataangalia namna ya kufanya utaratibu, na ni kwamba pale mhalifu anaonekana yuko sehemu nyingine lakini yuko pale. Hiyo kambi yao mlivyoichunguza ni kambi ya kisoftware ama ni kambi yenyewe hasa kambi? Hiyo kambi ni kwamba mimi nilipata mazungumzo, nilifika eneo hilo, nilipata mazungumzo na watu tofauti. Ukisikia wale watu wa Yahoo ndio wako huko. Kwamba unapata zile phishing messages zile zinakwambia bwana ingia account yako usifanye hivi, za uzushi zile messages za kwenye email zile. Sasa zile message wale wana kambi kule, wanaitwa watu wa Yahoo, wale wana kambi yao huko. Sasa hichi ni kitu ambacho wanapiga sana mabenki. Na umegundua kwamba wanasafirisha sana pesa kutoka kule kupeleka nchi zao, na raia wengi ambao wako huko ni kutoka Nigeria, Ghana, na wanashirikiana na watu wengine kutoka maeneo tofauti. Kwa hiyo hili ni swala ambalo nimeliona kwamba ni kubwa sana, na linakuwa kwa kasi sana sasa hivi, kwamba mabenki yanakuwa yakipigwa sana. Na juzi hapa nilikuwa nazungumza na rafiki yangu mmoja, akaniambia kwamba hata hawa magaidi sasa wanaoitwa magaidi ambao wanafanya masuala ya kivita, watu wanauliza kwani hawa nani anawawezesha? Wakasema kwamba uchunguzi ambao si rasmi, kwamba huenda wamewatrain, yani wamewapa mafunzo baadhi ya watu wao kitaalamu, kwamba wao kazi yao pale wanapohitaji swala la kifedha, wale watu wanaingilia mifumo ya benki fulani, wanachota pesa kiasi fulani, wanaanza wanajiwezesha, wanaendelea na operations zao. Hilo swala limekuwa raised hivyo. Kwa hiyo mabenki yamekuwa kiibiwa. Swali lako kujibu ni mabenki yamekuwa kiibiwa, na juzi hapa kulikuwa kuna sintofahamu benki moja bila kuitaja jina, sintofahamu wakaeleza kwamba kuna tatizo. Ni mara ya kwanza kuona Watanzania wengi wakitaka kwanza nizungumzie na vile vile kutaka kujua kwamba nini kimetokea. Walitaka sana nitoe kauli yangu, na kile kitu kilinifurahisha sana kwamba sasa hivi Tanzania wanauelewa. Na muamko ule. Wana muamko ule, wanajua kwamba sasa kumbe kitu hiki, kuna masuala haya ya wizi mtandao, kuna masuala haya ya usalama mtandao na vitu kama hivi. Ile ni fresh sana. Ilikuwaje kwenye hiyo benki? Hatutaki kuitaja kwa sababu ya kibiashara. Ilikuwaje mpaka ikaisiwa, ilitokea kama sutafahamu? Kuna masuala yaliunganika matatu, ambapo kwa pamoja wanasema tunasema kitu coincidence. Kusadifu vile. Yamegongana mambo yale. Yani vitu vimetokea hivi, mtu akisema tunasema kwa nini hiki kinatokea na watu wanasema hivi. Hapana, hapa kuna kitu. Na ukweli wa mambo ni kwamba ni hatari sana. Utakuja kuendelea kutueleza vizuri, tuende tupate ujumbe, alafu tukirejea utatueleza vizuri zaidi hapo kwenye ilipotokea kwenye hiyo benki fulani hivi, afu watu wakahisi kwamba labda umeshaingia udukuzi hapo, ama ni kitu gani. Tuende tupate ujumbe, kwa ujumbe mbalimbali pamoja na PBZ ambao wamekuja kutuondoa sababu ya kuingia katika mabenki mbalimbali ya riba. Mimi ni Muhammad Iyombe nikiwa na mtaalamu wa masuala ya usalama wa mitandao Yusuf Kileo. Ni mtu ambaye amefanya utafiti sana maeneo mbalimbali duniani. Naamini kuna mengi mazuri utayapata hapa, na una nafasi pia na wewe kuja kuuliza. Twende tupate ujumbe. Jinsi ninavyofahamu mimi, kiongozi bora ni yule mtu ambaye anafanya kazi ya... Na unajua wambea ni watu ambaye yani, lakini hakuna dini au upande wote ulioruhusiwa kula nyama nguru, wanakula kwa ajili ya ulafi. Tazama kipindi cha Nijuavyo kila siku ya Jumanne saa 1 kamili usiku na marudio yake siku ya Jumatano saa 9 kamili. Je, unataka kutangaza biashara yako ili upate mafanikio? Kama jibu ndio, TV Iman Tanzania inakupa nafasi hiyo, kutangaza matangazo ya halali kwa bei nafuu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0715 777 700 au 0713 596223. مشرقة بالضياء مفعمة أرجاؤها بنكهة الأتقياء.
Benki ya Kiislamu ya PBZ inajivunia huduma bora za kibenki inayofuata misingi ya sheria ya Kiislamu na imeweza kukua kwa haraka kutokana na huduma zake zinazojali mteja. Tunatoa huduma kwa wateja wakubwa na wadogo, iwe ni kampuni au mtu binafsi, mfanya biashara, mkulima, serikali, makampuni ya watu binafsi, mashirika na taasisi zisizo za kiserikali. Kwa kufuata misingi ya sheria ya Kiislamu, tunakupa fursa ya kupata mikopo kwa ajili ya elimu ya juu au kuendeleza biashara yako na kugawana faida. Unaweza ukamiliki usafiri wa ndoto yako, ukapata vifaa vya ujenzi, kukodishiwa nyumba ya kuishi au biashara, kukodishiwa mashine au vitu vinavyoonekana. Unaweza kuwekeza mtaji na kugawana faida. Pia unaweza kupata huduma za akaunti za amana. Huduma hizi ni kwa wateja wa dini zote. Unaweza kupata huduma za kibenki popote ulipo nchini kupitia ATM zilizounganishwa katika mtandao wa Umoja Switch. Tembelea matawi yetu yaliyoko Zanzibar na Dar es Salaam. Ikhlas, kwa faida halali. Mada nyeti. Pata fursa ya kuchangia mada kadiri ulivyoelewa kwa kupiga simu ama kutuma ujumbe mfupi wa maneno yani SMS au kuchangia mada kwa njia ya mtandao. Karibu sana. Shukrani jazila kwa kuendelea kuwa nasi. Kumbuka tukizungumzia uhalifu mtandao, ambapo tunaye mtaalamu mambo ya usalama wa mitandao pamoja na makosa ya kidijiti Yusuf Kileo. Ni miongoni mwa rasilimali ambazo ni chache sana, rasilimali watu ambao ni wachache sana wapo